Sadaka sehemu ya 10. Mtunzi anaitwa Kalmas Konzo. Nambari zake ni 0744 970 447. Msimulizi ni mimi Felix Mwenda kutoka Simulizi Mixi. Nambari zetu ni 0677 062 012. Sehemu iliyopita tulisha pale ambapo Mzee Madale alikuwa anatimua mbio huku akiwa anamtaja mbuzi pale hotelini. Kilichoendelea, karibu sana katika sehemu hii ya 10. Ilikuwa imepita wiki moja toka Mzee Madale akumbane na kizaza cha mbuzi kule hotelini. Moyo wake ulikuwa hujatulia kabisa. Alikuwa bado na hofu kwa sababu kufahamu safari hii bwana mbuzi angekuja kwa staili gani. Alikuwa anajiuliza tu. Mzee Madale alikuwa ndani ya gari lake asubuhi akiendesha kuelekea kazini. Kichwa chake kilikuwa kimezama katika mawazo mazito juu ya yule mbuzi wa ajabu aliyekuwa anampa sekeseke. Mziki mzito na laini ulikuwa unasikika kupitia spika za gari yake. AC ilikuwa inafanya kazi yake ya kulituliza joto kali katika jiji la Kano. Mzee Madale alibadilisha gia ya gari na kisha kakanyaga pedali za mafuta. Gari ikazidi kwenda kwa kasi kwa sababu eneo ambalo alikuwepo hakukuwa na foleni ndefu ya magari. Akiwa ametingwa na usukani, ghafla kuna tukio la ajabu liliweza kutokea. Mbele kidogo ambako alikuwa akienda pembeni ya barabara, kulikuwa na bomba ambapo watu walikuwa wamepanga msururu wakisubiri zamu ya kuteka maji. Kando na lile bomba, kulikuwa na kibanda kidogo cha biashara huku muuzaji akiwemo ndani ya kibanda kile. Mzee Madale alikiona kibanda kile kikiwa kinawaka moto. Moto ule ulikuwa ni mkubwa sana ambao ulisababisha moshi mwingi katika eneo lile. Lakini cha ajabu ni kwamba wale watu waliokuwa wakiteka maji pale hawakuwa wanajishughulisha kabisa kuzima ule moto. Walikuwa wanaendelea na shughuli ya kusubiri zamu ya kuteka maji huku wakipiga gumzo za hapa na pale. Walikuwa waone kama kuna moto. Mzee Madale alishangaa sana kuona hali ile. Aliwashangaa sana wale watu kwamba walikuwa ni binadamu aina gani ambao hawakuwa wakiyathamini maisha ya watu. Alichofanya ni kulisimamisha gari lake kando na lile bomba, na baada ya hapo alishuka na kwenda pale bombani. Alichukua ndoo ambayo ilikuwa imejaa maji na kisha alienda kuyamwaga kwenye kile kibanda kwa lengo la kuzima ule moto. Akarejea tena katika lile bomba, akachukua ndoo nyingine na kuimwaga kwenye kile kibanda. Na kwa wakati ule watu wale waliokuwa wakisubiri maji walikuwa wakimshangaa Mzee Madale. Ilikuwa ni katika wakati ambao Mzee Madale akiendea ndoo ya 3 ndipo ambapo mkono wake uliposhikwa. Mzee Madale aligeuka ili amjue ni nani ambaye alikuwa amemshika mkono ule. Alipogeuka tu alikutana na ngumi nzito ya shavu. Ngumi ile ilimfanya aone vimweka katika macho yake. Ilikuwa ajili mara baada ya kupigwa ngumi ile. "We mzee, ni mwanga nini?" Sauti nzito ya kiume aliyekuwa amempiga ngumi iliweza kuuliza. Ndipo Mzee Madale alishuhudia mambo ya kushangaza zaidi. Kibanda kilikuwa salama kabisa. Hakukuwa na moto wote, bali bidhaa zilikuwa zimeloa kutokana na maji ambayo yalikuwa yamemwagwa na mzee huyo. Alikuwa anashangaa. Watu wale ambao walikuwa wakichota maji walikuwa wakimshangaa sana Mzee Madale na mambo yake. Wote waliamini kwamba mzee yule alikuwa ni mwenda wazimu kutokana na matendo ambayo alikuwa akiyatenda kwa wakati ule. Walikuwa naona kwamba ni mwenda wazimu yule mzee. Kwa wale ambao walikuwa wakimfahamu Mzee Madale, walishindwa kabisa kuelewa ni kitu gani ambacho kilikuwa kimempata mzee huyo. Mzee Madale alikuwa anashangaa sana. Alishindwa kuyaamini yale mambo ambayo yalikuwa yakitokea, kwa sababu kwa macho yake alikuwa akishuhudia moto mkali ukiteketeza kile kibanda. Alikuwa anashangaa. Sasa iweje kuwa kuna moto na kibanda eti hakijaungua hata kidogo? Swali hilo liliendelea kukitesa kichwa cha Mzee Madale. "We mzee, ni mzima kweli wewe?" Sauti ya yule muuzaji wa kibanda ilimzindua Mzee Madale kutoka katika mawazo ambayo alikuwemo. "Naomba nisamehe sana ndugu yangu." Mzee Madale hatimaye aliamua kuomba radhi. "Nikusamehe nini wakati umeshaharibu bidhaa zangu? We mzee, lazima ni mwanga tu." Yule kijana aliendelea kuporomosha maneno makali na machafu kwa Mzee Madale. Alionyesha dhahiri kijana yule alikuwa na hasira kali sana dhidi ya mzee yule. "Kwa nini kiasi gani na gharimu bidhaa ambazo zimeharibika?" Mzee Madale aliuliza. "Ni shilingi 700,000. Yule kijana alizungumza kwa hasira huku akiwa amepaza sauti kubwa kutamka gharama ile. "Hakuna tatizo kijana." Mzee Madale alienda katika gari yake,
Alichukua kitabu chake cha hundi na kumwandikia hundi ya shilingi 800 kijana yule. Mara baada ya hapo, mzee Madale hakutaka makuu. Aliingia ndani ya gari lake na kisha kuliwasha. Aliliondoa kwa kasi, uso wake ukiwa umefadhaika kwa aibu kubwa ambayo alikuwa ameipata. Akiwa anaondoka, mzee Madale alisikia sauti ya kicheko cha ule mbuzi. Alipotazama katika kioo cha pembeni cha gari yake, alimwona yule mbuzi akiwa miongoni mwa watu wale waliokuwa katika foleni kusubiri maji. Mzee Madale alichoka sana. Alikuwa anashindwa kabisa kujua yale mambo yalikuwa yanatokeaje. Alijiuliza pia ni kwa nini hakumuona yule mbuzi wakati akiliegesha ile gari lake pembeni ya ile bomba la maji. Alikuwa anajiuliza maswali mzee Madale. Ndani ya dakika 45 mzee Madale alikuwa ameshakwisha fika katika ofisi yake. Akili yake haikuwa sawa hata kidogo. Tukio ambalo lilikuwa limetokea wakati akija ofisini kutoka nyumbani kwake lilimuumiza sana kichwani. Uso wake ulikuwa umejaa fedheha kubwa sana. Aibu ambayo alikuwa ameipata ilikuwa ni ngumu sana kwa moyo wake kuweza kuibeba. Na mara baada ya kuegesha gari yake, mzee Madale alielekea moja kwa moja katika ofisi yake. Hali ya mzee Madale siku ile iliwashangaza wafanyakazi wake wengi. Alikuwa amepoza sana, tofauti na tabia yake ya uchesi uliokuwa umepitiliza. Hakutoa salamu kabisa kwa mfanyakazi yoyote, na hata wale ambao walikuwa wamemsalimia hakuna hata mmoja ambaye aliweza kupata mwitikio. Alikuwa bize tu mzee Madale. Kilichoendelea, karibu sana katika sehemu ijayo. Mimi naitwa Felix Mwenda.